Leo nitazungumzia upasuaji wa utumbo kwa kutumia roboti na upasuaji wa saratani ya utumbo. Tumekuwa tukifanya taratibu hizi kwa muda mrefu, angalau miaka 25 kutoka leo. Na upasuaji wa utumbo kwa kutumia roboti ni mbinu ya kisasa ambayo imekuwa katika muongo uliopita, na tumekuwa tukifanya hivi kwa miaka 11 iliyopita na kutoa matokeo bora kwa upatikanaji mdogo, ambapo hata tunaweza kufanya upasuaji mgumu wa saratani, hali ngumu zisizo za saratani, kwa kutumia majukwaa haya ya roboti. Kuna majukwaa tofauti ya roboti tunayoyatumia, kuanzia mfumo wa Da Vinci hadi mfumo wa Hugo Reis, ambapo ni bora kuliko mbinu ya awali ya laparoscopic au upasuaji wa kawaida wa tundu dogo. Mgonjwa anapata nafuu mapema, anarudi kazini kwake na ulemavu mdogo wa kiutendaji. Upasuaji huu mgumu wa saratani ya utumbo, ambao ulikuwa mgumu ukihitaji kukatwa kwa upana zaidi, sasa unafanywa kwa tundu dogo kwa mbinu ya roboti. Na wagonjwa wengi wetu ambao wamepitia upasuaji wa utumbo kwa roboti, ikiwa ni pamoja na upasuaji wa saratani, wanaendelea vizuri, na tunawafuatilia mara kwa mara, na tumepublish matokeo ya kile tulichofanya, tukibadilika hadi hatua nyingine ambapo tunachunguza uwezekano, na tunatumaini kwamba ifikapo mwaka 2025 tutaweza kufanya upasuaji wa teleroboti, ambapo daktari kama mimi atakuwa akifanya upasuaji katika hospitali ya Apollo Mian, na mgonjwa atakuwa mahali tofauti nchini India, labda katika eneo dogo la pembezoni, ambapo wanaweza kupata utaalamu wangu wakiwa mahali pao wenyewe, kwa kutumia mbinu za kisasa zaidi na kupata matokeo bora. Hii inakuja mwaka 2025. Tunatumaini itakuwa tayari na kusaidia wagonjwa kote India.